Mimi nilikuwa ni mtu wa quantity not quality, nilikuwa mtu wa quantity. Yani huwezi kuniambia kitu about quality, yani saving my money, na naona kuna kitu cha 10,000 afu kuna niambia nikanunue kitu cha 30,000. Kama kuna watu ambao wanakuinfluence kwa njia mbalimbali ya wewe kuwa more spender than a saver, na inakufanya wewe matumizi yako yawe makubwa kulingana na kipato chako, jitahidi kuunfollow hao watu. Sio vibaya wala sio dhambi, as long as it is safe for you. Ukiona kipato chako hakiendani sawasawa na matumizi yako, yani matumizi yako ni makubwa kuliko kipato ulichonacho, basi unatakiwa ufanye mambo haya mawili. Jambo la kwanza ni upunguze matumizi yako kiasi cha kuendana na kile kipato ulichonacho, lakini pia jambo la pili ni kuhakikisha kwamba unaongeza kipato chako ili kiweze kuendana na matumizi ulionayo. Kwa hiyo ukifanya jambo moja kati ya haya mawili, itakusaidia kuhakikisha kwamba kipato chako ulichonacho kinaendana sawasawa na matumizi ulionayo. Kwa hiyo one of my financial strategy this year, it was reducing my cost and increasing my savings. Kuna kitu kimoja kinaitwa delayed gratification. Kwa tafsiri rahisi ni kuhakikisha kwamba unajinyima raha sasa hivi ili upate raha ya baadaye ambayo ni kubwa zaidi. Kwa hiyo wewe kama kijana, hii kanuni unatakiwa uitumie na uzingatie zaidi. Kuna raha ambazo zinaonekana za sasa hivi, unatakiwa uenjoy life, lakini hapo baadaye je, maisha yatakuaje? Kwa hiyo kuna wakati unatakiwa ujinyime, hasa muda huu ambao una nguvu, ujinyime ili uweze kuwekeza zaidi, uhakikishe kwamba kipato chako baadaye unapoishiwa na nguvu, au labda ukiwa kazini umestaafu, basi una uhakika wa kipato chako kukusaidia na kuhakikisha kwamba maisha yako yanaendelea bila kukukatiza na kitu chochote. Kwa hiyo wewe kama kijana unatakiwa utafute namna ya kudelay furaha yako sasa hivi kwa kiwango fulani, ili kesho yako iwe njema zaidi, ili usisumbue mtu, usilalamikie watoto kwamba jamani mbona mnisaidii. Kwa hiyo wakati huu ni muda mzuri wa wewe kuhakikisha kwamba unajenga kesho yako, usije ukamsumbua mtu. Kwa hiyo niko hapa leo kukuambia mbinu ambazo mimi nilikuwa nazitumia mwaka huu kuanzia January na kufikia leo February. Kuna mbinu nilikuwa nazitumia ili niweze kupunguza gharama za matumizi yangu, ili niweze kuhakikisha kwamba ninaongeza ratio au percent ya savings katika kipato changu. Lakini pia katika kanuni hizo nitakazo kuambia, mbinu hizo ambazo nimezitumia, nitakwambia pia na mbinu mbalimbali ambazo watu wanazitumia ili kuhakikisha kwamba wanapunguza au wanaokoa fedha zao kutokana na matumizi. Na hizi kanuni ukizitumia, naamini kwamba zitakusaidia wewe kuokoa hela zako pale ambapo ulikuwa unazipoteza. Kwa hiyo twende pamoja kuanzia mwanzo wa hii video mpaka mwisho, naamini kwamba utajifunza hakika. Let us move together. Thank you. Kabla sijaendelea, napenda kuwakaribisha new subscribers, members wote wapya ambao ndo mara yao ya kwanza kusubscribe katika channel hii. Malengo ya channel hii ni kuhakikisha kwamba yule mwenye kiu ya kufikia malengo yake basi atafikia. Kwa hiyo kupitia video mbalimbali zitakupa wewe mwanga wa
maisha, mwanga wa kupata mawazo mapya ambayo yatakusaidia wewe kuweza kuvuka malengo yako katika nyanja mbalimbali. Kwa hiyo vijana wote ambao wana kiu ya kufikia malengo yao, wawepo shuleni, ambao wako chuoni, ambao tayari wameshamaliza chuo, basi malengo ya channel, kama wewe ni mmoja wa watu ambao unatamani sana kufikia malengo yako, basi uko katika channel ambayo ni sahihi kwa ajili yako. Kwa hiyo kwa kusema huko, karibuni sana, mualike pia na jirani yako. Feel free to share the video to another person ambayo unaona kabisa ya kwamba hii video itamsaidia. Kwa hiyo kwa kusema huko, karibuni sana, mjisikie mpo sehemu sahihi. Tuendelee na madhumuni ya video hii. Kwa hiyo kabla sijaanza kupunguza matumizi yangu, niliangalia kabisa ya kwamba nilifanya tracking, ni maeneo gani ambayo fedha zangu zinaenda sana, ni maeneo gani. Na hichi kitu ni muhimu ili uweze kujua. Ni muhimu kuandika expenses zako. Ukishaandika expenses zako utaona mbona kama fedha yangu inaendaga sana sehemu fulani, na unaangalia ni kwa sababu gani labda zinaenda sehemu hiyo. Kwa hiyo kwa kutambua huko, mimi sasa my personal finances nikaona hela zangu zinaenda kwenye mambo kuu matatu. Jambo la kwanza ikiwa ni sekta ya usafiri, bodaboda, kwenye sekta ya nywele, lakini pia kwenye mambo ya nguo. Unajua dada tunavyopenda fashion. Sasa natamani ku break down each and everything ambayo inaweza ikamsaidia wewe kijana wa kiume pamoja na kijana wa kike. Kwa hiyo hii video sio kwamba ni ya kijana tu wa kike, hapana. Kwa hiyo kitu cha kwanza kwenye usafiri. Unajua kwenye usafiri hela zangu zilikuwa zinaenda nyingi sana kwenye bodaboda. Yes, zilikuwa zinaenda nyingi sana kwenye bodaboda. Na nikasema hivi, kwa nini hela zangu zinaenda nyingi sana kwenye bodaboda? Kwa sababu gani? Nikafanya tathmini, nikatambua kwamba hela zangu zinaenda huko kwa sababu ya uzembe. Yes, hela zangu zilikuwa zinaenda huko kwa sababu ya uzembe. Sio kwamba labda ni sehemu ambayo ni mbali, ambayo siwezi nikatembea, hapana. Unajua kuna ile ambayo unakutana na eneo unaona kabisa hapa kuna ulazima kupanda pikipiki, lakini sehemu ambayo mimi nilikuwa natumia pikipiki ni sehemu ambayo ilikuwa ni uzembe. Unakuta labda nimechelewa kuamka asubuhi, kwa ile kukimbizana na muda kwamba natakiwa nifike muda fulani sehemu fulani, inanilazimu tumie boda ili niweze kufika kwa majira sahihi. Kwa hiyo ilikuwa ni uzembe. Kwa hiyo baada ya kujua kwamba ni uzembe wa mimi kuamka, kujiandaa mapema, nikasema hapa natakiwa niamke labda saa fulani, nihakikishe kwamba ndani ya muda fulani nimeshajiandaa na ninatoka nyumbani muda fulani ili niweze kuwa on time na nipate muda wa kutembea. Okay? Kwa hiyo hapo baada ya kufanya hivyo, nilifanya hivyo kuanzia Januari yote, na thanks to God ni kwamba niliweza kuokoa fedha zangu kwa angalau 85%. Asilimia hizo zingine zilizobaki bado kauzembe kalikuwepo kule mwishoni. Kwa hiyo in this February nitajitahidi tena kuendeleza kile ambacho nilikuwa nimekianzisha. Lengo ni kupunguza gharama za matumizi yangu na kuhakikisha kwamba naongeza my savings. Kwa kile ambacho nakiokoa naendelea kuongeza akiba yangu na uwekezaji wangu. Kwa hiyo jambo la kwanza. Kwa hiyo kama na wewe unapenda sana kutumia pikipiki, sehemu ambayo unaweza ukapanda public transport, maybe labda unaweza ukapanda bajaji, tumia, itakusaidia mwenyewe kusave hela. Otherwise labda kama you don't want and utaki shida za maisha, it's up to you. Lakini pia jambo lingine ni nywele. Unajua almost every month, labda kufikia pia labda wiki 3, kila wiki 3 unakuta labda nasuka, au labda baada ya mwezi nilikuwa nasuka. Kwa hiyo unakuta natumia 30,000 kila mwezi, sometimes mara chache sana natumia labda 50,000. Umeona? Alafu mbali na gharama hizo, kuna muda tena unahitajika na mimi pia nifanyaje, nitenge muda wa kusuka. Hapo almost unaweza kukuta ni masaa 6, wakati mwingine hata
siku nzima kutokana na foleni ambayo nitaikuta saluni. Umeona eh? Kwa hiyo so tunajua, na mimi na wewe pia unajua kwamba muda ni mali, muda ni mali. Kwa hiyo nikasema hapa natakiwa nipunguze gharama za matumizi kwenye sekta pia ya nywele. Kwenye sekta ya nywele, kwanza ni gharama za muda huo nitausave kwa ajili ya kufikiria mambo mengine, maana nilikuwa naona pia muda sina. Yani mimi almost kuanzia asubuhi muda wangu, yani muda ambao unaupata ni kuanzia saa 4. Yani nakuwa free kuanzia saa 4 usiku. Kwa hiyo unakuta sasa ile saa 4 labda usiku ndo nimerudi, ndo nipumzike hapo, niwaze sijui sijasuka, natakiwa nifumue, na napenda kuzihudumia nywele zangu mwenyewe. Kwa hiyo niliona kwamba muda mwingi unapotea sana, kiasi cha kwamba labda muda huo ningepumzika, lakini pia ningefanya mambo mengine ambayo ni very productive. Kwa hiyo tafuta namna sasa. Katika kushauriwa nilikuwa na mambo mawili makuu. Ilikuwa ni cut off my hairs kabisa, niyo naenda saloni. Lakini rafiki zangu kaniambia suka dread. Kwa hiyo kama mnavyoona hapa nimesuka dread. At first kuziweka inaweza ikachukua gharama, lakini baadaye utaona, baadaye unaanza kuona faida ya hela ambayo ulikuwa unaitoa kwenye kusuka nywele za kawaida na sasa hivi unavyoweka dread. Kwa hiyo unakuta kwenda kuzirepair hizi dread ni almost a half a money niliyokuwa naitumia kwenye kusuka huko nyuma. Labda naweza nikatumia 10,000 mpaka 15,000. Kwa hiyo unakuta nimeokoa gharama ambayo ni kubwa, lakini pia na muda. Nimeokoa pia na muda wa kukaa saluni. Kwa hiyo muda mwingine unakuta naendelea kufanya vitu ambavyo ni more productive. Lakini pia kitu cha tatu ni swala la nguo. Oh my God. Ni swala la nguo. Kwenye sekta ya nguo, mimi nilikuwa ni mtu wa quantity. Not quality, nilikuwa mtu wa quantity. Yani huwezi kuniambia kitu about quality. Yani saving my money, na naona kuna kitu cha 10,000, afu kuna niambia nikanunue kitu cha 30,000. Na najua kabisa kitu cha 30,000 maybe kina ubora na kina ubora wa hali ya juu, lakini I was forcing myself buying kitu ambacho ni more cheap, hichi cha 10,000. Sorry kwa kuwa nachanganya lugha jamani, mtanisamehe kidogo. Kwa hiyo nilikuwa nashauriwa sana, hata mzazi wangu alikuwa ananiambia, kwa nini unapenda sana kununua nguo za bei rahisi ambazo hizo nguo sio kwamba basi zinadumu kwa muda mrefu. Unakuta baada ya muda mfupi hazifai, zimechakaa, na hitajika tena kufanyaje? Kununua nguo mpya. Same applies kwenye mambo pia ya viatu. Nilikuwa mtu ambaye napenda sana mambo ya quantity than quality. Kwa hiyo mtu kama na wewe pia unapenda quantity than quality, it is better you change. It's time for changing. Tuchukulie mfano mrahisi. Yani umenunua viatu, yani wewe kila mwezi unanunua kiatu cha 10,000 kila mwezi, na wakati ungegaramikia kidogo, kuna kiatu labda cha 20,000 mpaka 25,000. 20,000 mpaka 25,000 kama ni wadada, sijajua kwa wakaka huwa inakuaje. Hicho kiatu unaweza kukaa nacho hata mwaka mmoja. Umeona? Hata mwaka mmoja. Hebu angalia hapo utakuwa umeokoa kiasi gani. Mwaka mzima ungekuwa umetumia shilingi ngapi? Almost 1,100,000 na it's 1,100,000 na 200,000. Sorry. 1,100,000 na 20,000, nimepiga hesabu vibaya. 1,100,000 na 20,000. Na ungenunua labda kile kiatu cha 30,000, unakuwa umeokoa shilingi ngapi? 90,000. Hiyo 90,000 ungetumia kwenye mambo mengine. Sema applies kwenye nguo. Tunapenda sana nguo za bei cheap. Ukisikia sijui discount, labda sijui tumepunguza sale, unakimbilia pia kununua nguo ambazo pia ulikuwa uzihitaji. Unakuta unanunua nguo ya 10,000 zinachaka mapema, unahitajika tena ununue nguo nyingine. Kwa hiyo
nimeokoa gharama kwenye hiyo sekta. Yani hiyo nimetoka huko jamani kwenye mambo ya quantity, sasa hivi niko kwenye quality. It is better ujitahidi, uvumilie kidogo, uwekeze kidogo, ufikie gharama ambayo ya kununua, gharama ya kununua nguo ambayo ni nzuri na ambayo inaweza ikadumu angalau kwa mwaka na nusu, miaka miwili. Hii itakusaidia kuokoa gharama zile ambazo ni ndogo kila wakati unakuta unanunua na hazidumu hata kwa muda mrefu. Kwa hiyo hii itakusaidia wewe kuokoa fedha zako katika swala la kupendeza. Tunapenda sana sisi wadada kupendeza. Almost wakaka naonaga wananunaga sana vitu quality. Yaani huwa naonaga sana wakaka wanunua vitu quality, lakini hiyo shida ipo sana kwetu sisi wadada. Tunapenda sana quantity than quality. Kwa hiyo hivi vitu vitatu, usafiri, kwenye sekta pia ya nywele na hizi mambo ya shopping, nimejitahidi sana kwa Januari mpaka sasa kufikia February, kujitahidi kupunguza gharama kwa namna nilivyowaelezea. Kwa hiyo kama na wewe unatamani kupunguza gharama katika vitu hivi ambavyo mimi nimevitaja, jitahidi kutumia point zangu na namna ambavyo nilikuwa ninafanya. Naamini ya kwamba itakusaidia. Kwa hiyo kama ulikuwa na wewe unapenda quantity, jitahidi sasa hivi uanze kutafuta quality. Okay? Jitahidi utafute quality. Ndio itakuwa ina cost gharama kubwa, lakini wekeza kidogo, naamini ya kwamba inawezekana. Kwa hiyo hivi vitu vingine ambavyo nataka kukuambia ambavyo vinaweza vikakusaidia wewe kupunguza gharama za matumizi yako ni vitu ambavyo nimeona pia wazazi wangu wakitumia, lakini pia nimeona sehemu nyingine pia mbalimbali watu mbalimbali ambao nilikuwa nawaona walikuwa wanatumia gharama hizi. Kitu cha kwanza ni kununua vitu jumla. Vile vitu jumla ambavyo haviharibiki. Kuna mtu mwingine anaweza kusema labda mimi sina friji na ghetto tu. Kuna vile vitu kama mchele, wewe unajua kabisa kila siku labda kwenye mapishi yako unahitaji unga, unahitaji sukari, huwa unatumia sijui nini. Angalia vile vitu ni vitu gani ambavyo huwa unavitumia mara kwa mara na huwa vinaisha mara kwa mara, kiasi cha kwamba unaweza ukanunua kwa jumla ukaviweka hapo ukavipaki. Kwanza hii itakusaidia wewe kuokoa gharama ya kwenda sokoni kila siku au dukani kila siku, itakukolea muda na pia itakupa wewe free of stress, kwamba utajua kabisa kwa sasa hivi mimi ninachokiwaza akilini labda niwe tu natafuta mboga, niwe tu labda natafuta vile vitu ambavyo vinaharibika labda na hivi viungo nyanya, kitunguu nini, ambavyo hivi viungo pia unaweza ukanunua kwa wiki ukaviweka ndani. Kwa hivyo inakusaidia wewe pia kuondoa stress. Unajua kabisa kwa sasa hivi labda kwa mwezi mzima na deal na vitu fulani. Kwa hiyo vitu kama mafuta, vitu vile ambavyo haviharibiki vyovyote vile, jitahidi kununua kwa wingi, viweke ndani. Hii itakusaidia kuokoa gharama, maana utanunua kwa jumla, lakini pia itakusaidia kuokoa muda na itakuondolea stress na gharama pia za nauli za kwenda kila siku kununua hivyo vitu. Kwa hiyo jitahidi sio tu kuokoa fedha kwenye matumizi yako, lakini pia itakusaidia kuokoa na muda, maana muda ni pesa. Kitu kingine ambacho kitakusaidia ni kufanya ulinganifu wa bei. Unajua kuna wakati nilishadisiaga sana hii sana kwamba unaweza kukuta duka A wanauza kitu kile ambacho unakihitaji na quality ni ile ambayo ungeikuta hata duka lingine, lakini bei zinatofautiana. Kwa hiyo jitahidi sana pale ambapo unapotaka kununua kitu, jitahidi ufanye ulinganifu wa bei kutoka kwa mtu A mpaka kwa mtu B. Hii itakusaidia wewe kuokoa gharama zako kama quality ni moja. Hapa ni muhimu pia kuangalia quality. Angalia quality kama ni moja, maana sehemu nyingi ni wapigaji sasa hivi, yani anaweza kukuambia bei kubwa kiasi cha kwamba ameweka faida hapo, yani ameweka faida juu ya faida. Kwa hiyo kwa kuwa wewe ni mtu mgeni na hujafanya research, unaweza ukapigwa kiasi cha kwamba siku ukija kujua kwamba kitu fulani kilikuwa kinauzwa shilingi fulani, unaumia wewe mwenyewe. Kwa hiyo jitahidi kufanya ulinganifu wa bei, lakini pia wakati mwingine usisahau kubargain.
au wewe ni mtu ambaye ukiambia tu bei unatoa hapo hapo? Mimi huwa ninatoa hela hapo hapo kama najua kitu fulani huwa kinauzwa hivyo, lakini kama sijui huwa nafanya research. Kama yani najua kabisa nafanya research na kwa nini najua hii bei anayoniambia labda nilinoga mwaka jana, kwa sasa hivi labda inaweza ikawa imeongezeka kwa kiasi hicho. Kwa hiyo jitahidi na wewe ufanye research, usije ukapigwa. Lakini pia kitu kingine ambacho nataka kukuambia ni jitahidi. Unajua kuna hizi trends sana sana, unaona mtu anaenda supermarket na yeye unataka kuona maisha hayo kiasi cha kwamba hauwezi hayo maisha kwa sasa. Wewe mwenzako akienda kununua hoho supermarket, wewe nenda sokoni. Kwani kuna shida gani jamani? Wewe mwenzako akienda kununua mchele supermarket, wewe nenda sokoni. Kwani kuna shida? Yeye akila wali na wewe kila wali, si kitu kimoja? Kwa hiyo nenda sokoni, okoa gharama za kwenda supermarket. Nenda sokoni kanunue vitu vyako, tena unavikuta fresh kabisa. Nenda kwa wale ambao wanauza, yani vitu viko fresh sokoni. Mimi binafsi napenda kwenda sokoni. Labda kama kuna kitu ambacho kinapatikana tu supermarket ndio nitaenda supermarket. Kwa hiyo unaweza ukaokoa pia gharama zako kwa kufanya hivyo. Lakini pia kitu kingine cha mwisho ambacho nataka kushare na nyie ni swala la marafiki. Unajua marafiki wana namna ambavyo wanaweza kukushawishi wewe kutumia fedha zako vibaya. Ya unajikuta unakaa katikati ya watu ambao wanakuambia fulani tule bwana hiyo bumu, sijui tule bwana, utapata nyingine wakati mwingine. Kwa hiyo unajikuta wewe yaani unakuwa una use your mind very bad kwa kuwa umekuwa influenced na watu ambao unaambatana nao. Inawezekana watu wanakuzunguka, labda uko nao karibu physically, lakini pia labda uko nao kwenye mtandao. Yani kuna watu ambao unawafuatilia ambao wanakulazimisha wewe mindly mpaka unafikia hatua ya kutoa fedha zako kabisa physically. Kwa hiyo kama kuna watu ambao wanakuinfluence kwa njia mbalimbali ya wewe kuwa more spender than a saver, na inakufanya wewe matumizi yako yawe makubwa kulingana na kipato chako, jitahidi kuunfollow hao watu. Sio vibaya wala sio dhambi, as long as it is safe for you. Kwa hiyo kama unahisi more pressured na watu ambao unawafuatilia mtandaoni, it is better to cut them off. Na hii itakusaidia wewe mwenyewe spiritually, itakusaidia in your mind, health of your mind, hivyo, na itakupa more peace. Kwa hiyo kama unahisi more pressured, inakufanya wewe uingie katika mambo ambayo yatakusaidia, yanakufanya wewe utumie hela zako vibaya, it is better to cut them off. Okoa fedha zako kwa namna hiyo. Okay, I hope this lesson it has been grateful to you. Kwa hiyo kama unataka kufikia your financial freedom, hakikisha kwamba unapunguza gharama za matumizi yako na unaongeza kiwango cha kipato chako, na unaongeza pia kiwango cha savings zako. Kwa hiyo kile kiwango ambacho umekipunguza kwenye expenses zako, ongezea kwenye savings au kwenye investment, ili ikupe matunda zaidi. Uone hata ile faida ya kwamba nimepunguza kitu fulani na huku hela zangu zinaendelea kusoma. Kwa hiyo I wish you all the best. Niambie ya kwamba ni kitu gani ambacho utazingatia kuanzia leo kupunguza gharama. Niambie katika hizi point ambazo nimekutajia, ni kitu gani ambacho utakianza kukifanyia kazi. Nitafurahi sana kuona comment yako. Lakini pia kama video hii imekusaidia, naomba ushare kwa mwingine yoyote umpendaye ambaye unatamani aweze kujifunza namna ya kupunguza gharama za matumizi kwenye hela zake. I wish you all the best. Thank you. Bye bye.